Ghetto Podcast episode nyingine tena. Mimi ni msanuaji naitwa John Jackson. Leo niko na Papa. Hivi ni Mafido Mavado? Mafido. Sasa Bugi Benga mwenyewe anajiita. Inakuaje Mnyamwezi? Tukalana nko. Nakubali mwanangu. Hivi kwanza tupate tafsiri ya jina lako. Jina lako halisi lakini na AKA hii ilipatikana vipi? Na ina maana gani? Kwa sababu najua kila kitu kina maana. Unajua bana, mimi Papa Mafido, ukisikia Papa Mafido, papa ni baba. Ndio. African, hiyo ni African yani papa ni baba. Kinini. Mafido ni msela fulani yani, msela mchizi fulani hivi. Kama unavyoona ile Fidodido, kale ka Fidodido sijui. Kwa Mafido ni msela fulani hivi yani, mchizi yani mwenye yani tuseme tukasema mbanga nyingi. Mbanga nyingi. Yani mtu fulani wa harakati movement. Ndio maana Papa Mafido. Mimi Bugi Benga maana yake ni mchizi wangu yani, Bugi Benga mchizi wangu. Ndio maana sasa mimi ni mchizi wangu. Wewe ni mchizi wa mchizi wangu. Yani mimi ni rafiki wa rafiki yangu. Kwa hiyo mtoto ambaye ni rafiki yangu ni mimi. Sababu sisi maisha yetu tuliokulia sio kila mtu ni rafiki yetu. Sahihi. Sisi sio kama watu wengine kwamba tunakutana sehemu na watu. Mimi nachuaga muda sana kumwamini mtu. Okay. Ambacho sio kitu kizuri wala sio kitu kibaya. Ila my personal ni so big deal. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu anakuja kwenye maisha yako ni mtu mzuri. Kweli. Kuna mtu anakuja kuharibu tu career yako. Yaani kuna mtu anakuona Jackson unafanya hivi, unafanya vitu mengi nini, anaenda kwa mganga kule. Mganga anampa masharti kinachotakiwa tu akutane na akupe mkono, afanye hivi. Kama mimi hicho ni mengi. Kama ukifanya hivyo tu basi. Wewe unakuta anaambia tu bwana wewe pambania tu chukua hata koti lake. Sasa unajua hakiwa kujui sio rahisi kuchukua koti lako ile mazoea bila karibu. Ule karibu ndio mwanangu unampa kumbe ndio unajichomea moto. So kuna uhusiano gani kati ya ushikaji sawa? Ushikaji na usaliti. Usaliti unatokanaga na kwamba tunaishigi na washikaji ambao sio washikaji zetu. Unaelewa? Tunaishi na washikaji ambao sio washikaji zetu. Wanakuja kwenye maisha yetu kwa sababu ya udaraja au kwa sababu ya kuondoka. Umeelewa? Hata Magetoni sisi tunakutanaga na hizo mbishe, kuna washikaji tunawapanga mahifadhi, tunapambania nini? Yaani kazi yao tu ni kuoshaga mavyombo wakati wa kula. Asipokula oshi vyombo. Sababu hiyo ni torati, kama hujala uoshi vyombo. Umeelewa? Kwa sababu kuna washikaji ambao tunawabeba lakini mwisho wa siku wao wakiondokaga warudigi mageto tena hata kukumbuka au vyovyote, kwa sababu wale kumbe geto nilikuwa ni njia. Unaelewa? Kwa wakiondokaga warudigi tena. Tunakutanaga nao na mamipira na manini mpaka tuwatukane, mpaka tuwatemee shit, kwa sababu mimi mshikaji wangu mimi simogopagi kumwambia ukweli sehemu yote wakati wote. Mimi namtemeaga shit saa yote. Ndio ile kiaibu anaweza katoa laki 50,000 lakini sasa ile isaidii. Unajua sisi tuko magetoni. Dhumuni leo kukaa na sisi magetoni ni kama jela uraiani. Tukiongelea ghetto ni jela uraiani. Uhuru. Unaelewa anko? Kwa sababu sisi tunaishi mageto, tuna mambanga nyingi tunakutana nazo anko. Unaelewa? Kwa usaliti unatokana kwa sababu mageto tunakaribisha watu wengi ambao sio washikaji zetu. Umeona? Na ndio maana kuna watu tukigombanaga nao wanaenda kutoa siri za geto. Kwa sababu sisi magetoni tunaishi na watu wa aina nyingi. Sisi tunaishi na mateja, tunaishi na watu wa kulevya wengi bro, kwa sababu hakuna mtu mwenye depression duniani kama mtu anayekaa ghetto. Sisi tuna depression bwana. Sababu depression yanatokana na tuna malengo makubwa, tuna IQ makubwa, tuna vision kubwa, tunawaza mavitu mengi, alafu hatuna kitu hata kimoja. Sasa ile kitu ndio inafanyaga watu wanaona vichaa, kwa sababu sisi wewe unaniambia nitoke nyumbani nikatafute 10,000 ya kula. Lakini mimi ninapokaa ghetto na meditate, nawaza mamilioni, nawaza kesho nitakuwa nani. Wewe usikunielewa. Sasa action hapo inatokana nini? Of course unawaza, lakini kwenye utendaji vipi? Asilimia nyingi tunapokuwa tunakaa mageto, tuna meditate sana, tunafikiria, tunafanya hivi, tunaumia sana, kwa sababu asilimia mingi watu wanaokaa mageto ni watu ambao tuseme ni watu ambao wanakimbiza ndoto zao. Ila kwa nafasi nyingine ni watu ambao hawakupata nafasi za kufikia ndoto zao.
wakaamua kuchagua plani za kukaa mageto ili wajikamilishe, waanze kujipambania. Unaelewa? Na ndio maana mimi nasemaga geto ni kama jela huru. Umeelewa? Na geto ndio ndoto nyingi pia huzaliwa geto. Kwa mtu anapokuwa magetoni, anapofeel getoni tofauti na anapofeel hata nyumbani kwao. Umeelewa? True. Kwa sababu geto kuna mbanga nyingi zinatokeaga. Mbanga nyingi zinatokea mageto. Na sio rahisi mtu kukuamini sababu nakaa geto. Lakini sasa ndo maisha yetu tutafanyaje? True. Hatuna cha kufanya bro. Hata mimi papo Mapido nazarauka sababu nakaa magetoni. Mimi kuna mtu ananiambia Mapido kwa ananiambia njoo geto hapa, anakuja geto teka sifuri. Mkaribisha pale ananiambia tulirushe. Tufanye namna. Sababu sasa mimi nimevuka age sasa hivi sifuati dagaa ila na manyoka zangu. Mdogo wangu kachukue dagaa hapo. Mimi ndo mtafutaji. Chapu inaenda naletwa. Unajua sasa hivi kidogo tunapata vichenchi sasa hivi. Ndio, ile maisha yanaenda kwa design yenyewe. Yaani maisha yetu sisi yanaenda. Zipi ni sheria zako za ghetto ambazo Papa Mafido, of course tuseme labda ni general tu, sheria za ghetto. Sheria za ghetto. Unajua ghetto zina sheria zake the world. Sheria za ghetto namba 1, uruhusi kuja na rafiki yako ghetto. Yani principle ya ghetto yani kwamba wewe ghetto letu sisi uruhusi kuja na rafiki yako. Sababu ghetto ni private. Ya mimi kati ya mimi na wewe na watoto wengine ambao tumeshawahi kuwaproduce. Ndio maana ghetto kuliko tuletee mtu mpya, bora umlete mtu aendelee kukaa ghetto. Akae hapo. Yani sisi tuko tayari hata kama kakitanda ni kadogo, wewe mlete tumchize akae. Kwa sababu sometimes unaweza kukuletea snitch. Ndio. Akaenda kuturambazia huko maninga. Isha kutokea? Mfano mimi tushe kukaa ghetto hatuna kitu. Umeelewa? Alafu mimi na mwanangu hivi damu mwanangu. Tulikuwa tunavaliana paka boxer bro. Yaani mwanangu tuna hali mbaya, hatuna maisha, alafu mwanangu inabidi aende kwenye interview nini, nimefua boxer iko hapo. Yaani na boxer yake imechafuka, anachukua boxer yangu anaichukua anaivaa. Umeelewa wangu? Anaenda kwenye njaro bro. Umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo sasa vitu kama hivyo, mwana akija ghetto anashangaa anapaliana paka boxer bila kujua sasa ile ni undugu, yani ile ni zaidi ya undugu na ujamaa na urafiki. Kuna sasa mimi nanunua boxer, yeye ana hela anaichukua ile ndo nunua mimi anaivaa na kwa kwake. Umeelewa wangu? Sasa na mimi kwa sababu sina kitu, sasa wewe kwa nini umevaa boxer yangu mpya bwana? Wewe haijalishi bwana, wewe ilete bwana, nitayoshata taifua hata na maji ya moto. Style hizo. Kabisa. Sheria nyingine ya ghetto. Of course bado tunaendelea kuzicount hizi sheria za ghetto by the way. Hiyo ni sheria namba 1. Hiyo sheria namba 1. Hapo kwa zake. Sheria ya pili ya ghetto kwamba hauruhusi kuwa na demu wako. Na ukiwa naye akija ghetto lazima uje wawili. Surprise. Yani kwa surprise wanakuja wawili. Lazima uje wawili yani. Kwa sababu mimi na wewe tunaishi. Wewe usiponiambia bwana nikae nje bwana ufanye pekechekeche. Afu kiash papi. Kwa hiyo inabidi sometime manzi yako lazima aje na rafiki yake ili kuweka mzani sawa. Ili ghetto pia lisiwe na unyonge. Nakubali. Sheria nyingine. Sheria ya 3 ambayo ni ya 3. Umesikia? Kama hujachangia chakula lazima uoshe vyombo tu. Na utubu dukani. Hiyo ukubali ukatae. Yaani hiyo utajua mwenyewe. Si magetoni ukija hujachangia chochote kiash papi, inabidi ufanye nini? Mwanangu sisi pale tunataka kula. Natakuwa shilingi ngapi watu wanataka kula nyama? Mimi na 2,000 hapa na 3,000, mimi na buku. Na wajero, yani wajero atakuzidi wewe, inabidi yani asifanye chochote kwa sababu ameonyesha kwamba hiyo ndio inatuchega si energy za kwenda kutafuta kwa sababu kila siku wananionyesha vyombo kisabuku. Uongo, lazima ukapige misele uje na buku. Hiyo ni muhimu. Yani hiyo ni muhimu. Hiyo ni muhimu. Hiyo ni sheria namba 3. Sheria nyingine ya ghetto, 90% ya mageto yetu sisi yanaga ufunguo. Game kiibiwa. Ushasikia ghetto aliibiwaji. Sisi tunahamishiwaga tu vitu na washikaji zetu wa karibu, hatuibi. Tunahamishiaga tu mazaga. Unajua kutuibia. Unajua sisi wenyewe ni wa ghetto. Wa ghetto sisi hatuwazaga hapo. Na unaweza kujua kabisa kwamba lakini mwisho wa siku tu nitakuja kujua tu ni plan tu kwa sababu unajua ghetto bwana ndio sehemu pekee yake ambapo kuna hisia kali. Kwa sababu unajua mimi ghetto kuna mindset moja watu tunaishi nayo. Nikinunua kitu kipya cha kwanza
nakuwa na mwangalia nani anayekipenda hichi kitu kila saa. Ule kikuta mnajua fulani tu. Ameshachukua. Ukipiga mahesabu na hujamwona siku 2-3 unaweka tiki. Hiyo ni sheria namba 3. Namba 3 Yeah, namba 4. Namba 4. Sheria namba 5. Namba 5 sheria ya ghetto. Sheria ya ghetto bwana sisi, na ndio maana kuna muda tunamwombaga Mwenyezi Mungu sana. Unajua lifestyle la ghetto tunapoishi sisi bwana, kuna muda tunafanya mavitu ambaye ni noma. Unielewa, kwa sababu kila ghetto lina mtumizi wa madawa kulevya. Kila ghetto. Unielewa, kwa sababu ghetto pale sio nyumbani bro. Alafu pale sio familia, pale ni familia iliyojitengeneza. Tunakutana na watu tofauti. Umeelewa anko? Ya tunatumia sana madawa kulevya. Sasa madawa kulevya kutokana na watu wanavyotumia ni tofauti. Umeelewa anko? Ya kwa sababu kila mtu ana aina yake madawa kulevya. Kila mtu ana aina yake. Na sio kwamba labda ni ile tu labda cocaine au nini. Yaani mageto kila mtu anatumia kitu kutokana na yeye anavyoweza, kwa sababu kuna watu wanakula mabangi. Kuna watu wanakula unga. Kuna watu wanakula tambu. Kuna watu wanakula mirungi. Kuna watu wanakula mkokaa. Kuna watu wanakula bare, tare. Yaani mavitu ni mengi. Kuna wanywa gongo. Yaani geto unaweza kumkuta mshikaji yeye anakunyaga gongo tu yani. Anaga noma. Nyinyi mkaleta maene sijui nini. Yana mwanangu nigejero tu nikachukue zangu kama mapendo hapo. Hajamaliza. Kashamaliza. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ya depression. Unajua ghetto kuna barikiwaga sana kuwa na magenius, yani watu ambao wanawaza mbali, asilimia nyingi ndio wanaokaga mageto. Kwa sababu unajua ukiwa unawaza mbali inabidi ujipe muda wa kukaa peke yako au na mtu ambaye anaendana na ndoto zako. Sasa wewe hauwezi ukawa na vision kubwa maisha ukawa unakaa nyumbani bro. Wewe sema tu ulisoma. Unajua kuna kusoma na kuwa na vision. Wewe unaweza kusoma hata Marekani ukarudi ukawa unakaa kwa babako. Vision yako ikawa imeishia kwa babako bro. Sisi wazao mageto sisi tunakaa makao unafanya meditation ile. Meditation moja. Mimi shakaa ghetto na mwanangu mmoja sasa hivi ameshapata kazi serikalini huko Dodoma hapo sasa hivi. Anapiga kazi kabisa mwanangu kabisa. Nimekaa naye ghetto. Sasa huyo mimi kipindi tunakaa naye ghetto tushamuoshesha sana vyombo, yani alikuwa ganaga hata 100 kwa hiyo kazi yake, kwa sababu ana hela sisi tunapambana. Sababu yeye alikuwa anasoma. Unajua ghetto na madhaifu yake yote, lakini ghetto ni sehemu ambayo tunakupa nafasi ya wewe kufanya unachotaka. Sahihi. Kwa hiyo sisi alikuwa anasoma. Sasa ule muda wa kusoma unamfanya ikifika ile muda wa kula wadonee, yeye anakuwa na kitu. Sasa sisi tukufukuza tukunyimi chakula, ghetto mtu anyimwi chakula. Ya ghetto mtu anyimwi chakula bro. Ila kama hujapiga donee itabidi ufuate maelekezo. Inabidi ufuate maelekezo. Ukitokea huko tukujui tunakulamba mkono. Hiyo noma. Sasa ushaku meditate kitu gani ambacho kilikuja kika apply kwenye maisha yako ukakiangalia ukasema okay, imekuwa? Mimi nimeshawahi kujibelieve hata leo hivi nilipo nimeshawahi. Unajua mimi kuna kitu kimoja nimeshakaa chini nikakifikiria. Japokuwa kiimani, kinchi, watu hawaamini, lakini mimi niko katika wale watu wanaoamini kwamba hii ni mara ya pili narudi duniani. Hii ni mara ya pili unarudi duniani? Kivipi? Yaani mimi nishawahi kuwepo duniani miaka zamani. Umeelewa anko? Lakini sasa nimerudi kwa kupitia ile bodi unaloliona. Yaani nafsi iliyokuwa kwangu ishawahi kuishi duniani. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi navifanyaga ni vyepesi, lakini kiuhalisia hata sio vyepesi. Sio hata nguvu zangu, hata sio energy zangu, lakini ni ile spirit ya hii nafsi ndio inafanya hivyo vitu. Mfano, angalia mimi Papa Mafido. Mimi ni mtu wa mageto bro. Na mapungufu mengi na madhaifu mengi. Inakuwaje mtu kama mimi Papa Mafido kila saa anawaza jamii? Wewe unahisi kwa nini? Kwa sababu Papa Mafido ameshawahi kuishi. Unaweza kuta mimi nimeishi labda kipindi cha Yesu. Ndio nilikuwa labda katika wale wanafunzi wa Yesu, labda mmoja wapo katika kufa ndio wamekuja kuwa mameni bug banger. Okay. Umenielewa anko? Unaweza kuta labda mimi ndio nilikuwa katika kombe la vita ya dunia, labda ni mchizi fulani, labda nilikuwa, kwa sababu hata mimi mwenyewe kuna sana kaaga chini naona hakunaga faida nimeshawahi kupataga kuelimisha jamii bro.
napenda sana kujitolea, ni kuelimisha jamii hii. Sasa ile ni karma. Sasa mtu yote mwenye karma ni mtu ambaye ameshawahi kuishi mara 2 duniani. Yaani karma sio kitu cha kawaida bro. Lakini sasa kidini, kisheria atakwambia sio kweli. Kwa sababu karma haujifundishi. Ni automatic. Sio kipaji hicho bro. Yeah. Okay. Nataka tukae hapo kidogo. Kwenye hiyo issue ya kuishi. Mimi of course kuna mshikaji wangu mmoja waga tunakaga naye, tunapiga naye story. Ananipaga hizo story. Anaambia kwamba yani anahisi kwamba aisha kuishi katika ulimwengu mwingine. Nikashindwa kumuelewa. Inatokeaje? Yani inatokeaje? Nadhani of course ule mjadala. Hiyo inatokea vipi? Yani hiyo inatokea na pale kwamba mfano mimi Papa Mafido sina gari. Na sijai kuwa na tamaa ya gari, wala sijai kumiliki gari. Wala sina idea kumiliki gari. Ila ikitokea nitakuwa nalo. Sasa ukiangalia kawaida ni maajabu. Of course. Kwa sababu kwa engo niliyokuwepo mimi, kwa vitu vilivyokuwepo mimi natakuwa kwamba nikipata hela kwanza mimi na mpira. Unaelewa? Kuna mtu atakwambia wapi hujapata hela, tushapata nafasi ya kuwa na pesa nyingi sana. Lakini hizo nafasi hatukuwazaga gari. Mimi nawazaga ulinzi wangu binafsi. Mimi Mungu akinijalia lazima kuna vitu nitafanya kwa ajili ya ulinzi wangu binafsi, lakini mimi siwezi kufanya kitu ambacho watu wengi wanafanya. Sipogo hivyo. Ukisema ulinzi wako binafsi unamaanisha labda bastola au chochote, bastola, security nini, kwa sababu kuona ulinzi binafsi ni mzuri kwa sababu kila siku, mfano mimi napenda vitu vya thamani, vitu vya gharama. Mimi napenda sana vitu vya gharama. Sababu vile vitu vya gharama huwezi kuvilinda tu kwa maneno, huwezi kuvilinda, lazima uvilinde wewe mwenyewe. Very true. Kwa Mungu akibless. Yaani kuhusu mwanangu hilo swala la kumeditate, yani kuishi kwenye dunia nyingine. Mimi nimeshawahi kuishi mara 2 kwa sababu kuna vitu hata nautaga ambapo ni vision. Unajua kuna kuota ndoto na kuna kuota vision yako. Yaani kuna vitu ambavyo unaota naona fulani. Mimi hata nikikaa na mtu, nafsi yangu kuna saa inaniambia jambo ambalo kiubinadamu ni uongo. Na mimi nafsi yangu inaweza kuniambia hapana, mtu uongo. Hata kama ni vipi, nafsi inaniambia chana naye. Bro, mimi nishaipata nafasi ya kukaa na mtu ambaye yeye aliamini kwamba ile mimi kukaa naye ni bahati ya maisha yangu, lakini alipokuja kuniambia nikamwambia hapana, sio bahati mimi kwangu, ilitokea tu nimekaa naye. Akaniambia mimi na hela, nikamwambia sawa, za kwako. Za kwako. Yaani mwanangu mimi Mwenyezi Mungu kitu ambacho amenibless hiki sinaga ile wazaga kitu cha mtu yani mimi niko gole style yangu na mambo yangu. Yaani umeridhika na sijawahi kuridhika bro. Okay. Ila kuna vitu siwekagi kipaumbele. Yaani mimi kuna vitu naamini ni something material tu, yani kwamba una noma. Unadhani vitu kama hivyo vimechangia kiasi gani yani kupoteza soul za watu wengi ambao pengine walikuwa na ndoto kubwa, lakini unajua watu wanashindwa kutofautisha ndoto, malengo na vitu. Ndoto, malengo na vitu. Okay. Umeelewa? Ndoto inaweza kuwa ni malengo makubwa. Ila kitu hakiwezi kuwa ndoto kubwa wala malengo makubwa. Mfano, ukimkuta mtu anakwambia mimi nikipata milioni 100, ndoto zangu mimi nikipata milioni 100 nanunua gari. Ile sio ndoto. Ile ni vitu. Mwanangu mimi nikipata tu nitaoa. Ile sio ndoto. Mwanangu mimi nitajenga. Ile sio ndoto bro. Ile vile ni vitu. Vile ni vitu. Ndoto ni vision kubwa sana bro. Kwamba mimi ndoto yangu mimi Papa Mafido ni siku moja, mimi napenda kutegemewa sana. Japo kwa watu wengi wapendi ni wategemee. Yaani mimi napenda kutegemewa sana. Mimi ni mtu ambaye napenda kujitoa kwa watu. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa ni siku moja nije nisimame sehemu nikiangalia hivi naona hata watu milioni 100 wanaishi kwa sababu ya mimi. Ndoto yangu ni siku moja mimi nije. Ndio maana mimi mwanangu mimi geto langu alijai kushaga watu. Magetoni. Kwa sababu mimi na save sana watu.
Mimi hata ukija geto kwangu nikiona upasu kukaa pale, kuna namna mimi nitakufanyia tu mpango tutaishi. Sije kumtupa mtu tu. Na watu wanaonijua mimi wananielewaga. Mimi sije kuaga na kitu cha thamani mbele ya mtu wangu wa karibu. Kwamba Mafido ya chukua koti. Mimi na mdogo wangu alikuwa ananimaindi, asile koti tumenunua 120 namba fulani, anakabia cool bro. Na kumpa mtu ile koti la 120 ndio nampandisha value, akifika kula tunaambia mbona ni kwa sababu kitu kizuri kinajitangaza bro, kieleze. Achana naye pia enjoy maisha. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu mimi kwenye maisha sijawahi kusaidiwa. Haujawahi kusaidiwa? Sijawahi kusaidiwa. Ukiona maana gani? Yaani mimi ule msaada utoaga mdogo kwangu, kuna kipindi mimi nilikuwa na uhitaji ndio msaada mkubwa, alafu sijawahi kusaidiwa. Unaelewa? Hapo maana yake najitahidi kukuelewa. Kama haujawahi kusaidiwa. Sijawahi kusaidiwa. Ndio maana unamwona Papa Mafido yupo vile vile na chemist na watu. Tunafanya vitu kama hivi ili tuendelee kuwepo. Lakini light bro, Papa Mafido watu wangeamua kujua thamani yake, hata wewe usingeweza kulipata, kwa sababu wangeniwezesha mimi, ningekuwa ni mnoma sana. Yaani kwa hivi tunapowapa kila siku Papa Mafido, sina hata kamera, sina chochote cha kuwapa watu. Lakini sometimes inabidi sasa, ndo kama hivi ni collaborate na washikaji zangu kama hivi, tukae chini tupige ma story. Wewe na mama Mike, mimi na yeye idea, tukae tupige story, wote twende mjini sometimes. Unaelewa wangu? Lakini hatupaswi kuwa hivi. Sinapokuwa sisi tualikane. Sahihi. Lakini hapa inabidi tufanye, kwa sababu sasa inabidi tu collaborate bro. Ili maisha yaweze kwenda. Ndio maana kuna watu mimi nafanyaga nao interview kishaisha, sio washikaji zangu tena na wanitaki tena, wameshamaliza walichokuwa nakitaka. Unaona? Umeelewa? Sasa vitu kama hivyo sisi watu wa magetoni vinatuumiza sana. Ndio maana tunashangaa tunafanya vitu vikubwa tutoke, sio sisi. Ni watu tunaokutana nao. Mimi nikupigia mahesabu interview nilizozifanya, hata nikizigeuza laki bro, natakuwa niwe na zaidi ya milioni 10 toka nimeanza kufanya, au milioni 20. Sahihi. Kwa hiyo tunakutana na watu ambao hawajui thamani yetu, wanajua wao hawataki kujua thamani yetu, wao wanataka kile kitu chokuwa nacho kwa wakati huo tu. Sasa mtu anapaswa kuishije? Kuishi ni kutokana na situations kama hizo za maisha. Sasa kuishi huwezi kumpangia mtu namna ya kuishi, lakini kuishi kuna aina 3. Kuna kuishi kwa mamako na babako, kuna kuishi kwa sababu umetaka kuishi wewe, na kuna kuishi kwa walimwengu ambao ndo sisi ndo wale usipofunza na babako utafunzwa na walimwengu. Sisi ndo walimwengu. Sisi ukija kwetu tunakuonesha kula milioni 3 usio issue. Itakula milioni 3 unataka ule kilichokuepo. Huku kwetu waulizwagi au ambage imefika saa 7 twende tukale. Sio. Huko paka matumbo ya gonge unasikia mjomba wangu vipi kuna nenge. Yaani paka njaa iume. Sisi tunakulaga paka njaa iume. Lakini sio kusema kwamba eti pike saa 7 eti tukwambie mwanetu muda wa kula. Uongo. Hiyo sio true story kwetu. Ila kuna muda inakuaga sherehe. Sababu unajua na sisi ni wazee wa madili. Unajua gasi machizo wa geto. Ni wazee wa madili, yani kuna sasa bana vipi na nini? Yani sio just ni wazee wa madili. Si kuna mtu mmoja ameshakupataga milioni 30. Akaja nao geto kwenye begi pa. Akata pesa ile tukao twende tukaoge tukavaa manguo, tukaenda kuona manguo mapya nini. Tulinunua mavitu, tuliishi maisha kitajiri. Ndani ya mwezi mmoja afu tukarudi tukaanza sasa kuangalia kipi tukiuze ile maisha yaende. Sasa hiyo tukigeta si kawaida. Si hata makodi ya nyumba. Kuna sasa tunauzaga TV ili tulipe kodi. Hatunaga noma sisi. Tunauza TV tu, tunapataga tu. TV unakuta tulinunua 500,000, lakini kwa sababu mwenye nyumba atoe 200,000, tunamwambia chagua tukupe TV au tukatafute mteja, si tukupe 200,000. Si tunatafuta mteja 200,000 au achukua tupe 200,000. Wataalamu wa fedha wanasema kwamba hiyo ndo njia ambayo inasababisha vijana wengi sana wasifanikiwe kwenye maisha yao, especially kwenye maisha ya kiuchumi, yani kwenye fedha. Mtu anapata pesa, alafu akishapata pesa, yale maisha ambayo alitamani kuyaishi kwa wakati fulani anayaishi, then baada ya hapo inapotea. Mimi nina uhakika mtaalamu wote wa fedha hajai kuishi mageto. Wote wanatushauri kuhusiana na hela. Mtu sio hivyo, asilimia nyingi watu wanaokushauri kuhusu matatizo hawajai kuishi kwenye matatizo, ila tu walianukuu matatizo na kiwasoma.
mfano ukienda ustawi wa jamii unakutana na mtu ambaye kasomea kile kitu. Kwa hiyo yeye ana vision tu ya kukiona, ya kukufikiria. Umeelewa? Kwa hiyo ni rahisi kukushauri vizuri na ni rahisi pia kutokushauri vizuri. Umeelewa wangu? Ndio maana mimi nikigombana na mke wangu sasa hivi kama nimeoa, tukipeleka ustawi wa jamii, wakifika pale wataangalia tu zile haki za yule mwanamke. Hawaangalii kwamba nimeoa mchawi. Hawaangalii kwamba huyu mwanamke uko vipi na huyu mwanaume. Hawaangalii kwamba sometimes ananichomaga labda na visu. Hivyo vieleze. Wanachoangalia wao walichosoma ni kwamba mwanamke anapolepelekwa pale na mtoto anapata kupata stahiki zake. Ustawi wa jamii mwanaume anaga kipaumbele. Favor zako ndogo ndogo. Yaani sio michongo yao. Sio michongo yetu. Kwa watu huyo anayekwambia kuhusu pesa. Eti sijui pesa sijui hapana, iko hivi bro. Tunateseka sana brother. Hatuli milo 3 mageto bro. Japokuwa kuna saa tunakula mlo mmoja milo 3 ya hao wengine. Sasa sisi moja tunazoa madili. Of course. Unajua sisi magetoni kwanza uruhusiwi kuwa na dini, uruhusiwi kuwa na kabila, uruhusiwi inatakiwa wewe kama wewe kwanza. Ili kwa sababu kuna muda mwanangu unakuta umefunga Ramadhani kweli, umeamka asubuhi umenuia umefunga. Lakini washikaji tunatoka zetu uko na mdudu. Inabidi ufungue. Kwa sababu wewe sasa si unashindwa kutii sasa maagizo ya Subhanahu wa Ta'ala. Kaka, hiyo na wewe fungue bonya, utafunga kesho kukiwa hamna chakula. Kwa sababu unaweza ukafunga fika jioni hamna chakula bro. Hiyo ni mambo ya mageto. Alafu principle ya geto hamnaga unyonge. Yaani wewe bora tulale njaa lakini hatugongaki kwa jirani kuomba chakula bro. Yani bro mtu wa geto anaweza kalala njaa hata siku 4 lakini wewe anagonga. Sasa hizo principle ndo zinatufanyaga sisi tunakuwa na energy. Japokuwa watu wanatudharau lakini tukitokaga tunatokaga moja kwa moja bro. Sababu kila tukikumbuka tulipotoka tutamani kurudi bro. Yeah, very true. Yeah hapa. Unajua mwanangu sisi jinsi tunapoishi magetoni. Kuna watoto wanakuja kwa sababu sisi marafiki zetu wengi. Sikufiche ni watu waliofanikiwa. Sisi kwanza si hatuogopaga watu waliofanikiwa. Sababu sisi wenyewe tutafanikiwa kesho. Yaani sisi kila kesho yetu sisi ni mafanikio. Umeelewa? Very true. Yeah, ndio maana mwanangu hata mageto sisi tuna roho nzuri mwanangu. Mwanangu mimi nilikuwa na kademu fulani. Kademu fulani hivi ambacho chenyewe tulikuwa tuna niko nacho. Kaliumwa fulani nikakachukua nikapiga simu makwao nini nikatuma michuzi nikawa naamka asubuhi saa 10 kwenda hospitali mwanangu kama siku 5 hivi. Kila saa 10 naenda kumpelekea mazaga. Sisi tuna roho nzuri machizo wa geto. Ila watu ndo wanatuchukuliaga poa tu maniga. Na kuweza amini baadaye mazake akaja sijui yule demo alimwambia sijui ilikuwaje akanipiga simu chana na mtoto wangu sijui nini nikamwambia mna noma. Sisi tukaongea na mabrothers, unajua sisi tuna mabrothers mabaka pia tunasema chana nayo mtoto maisha ni kesho. Kwa nini yani ilikuwaje mbona ghafla tu? Yaani mbona ghafla tu alikukataa? Yani sasa unajua ule mzazi huyo mtoto alikuwa anasoma chuo. Okay. Ni msichana. Okay. Umeona alikuwa anasoma chuo. Umeona akawa anaumwa, alipokuwa anaumwa sasa ile mimi nikampigia mama yake vipi huyu mtoto hivi akasema bana huyu mama yake anafanya kazi kwenye migodi ya dhahabu. Mama yake alikuwa na vichenche lakini kwa wakati huo hakuwa na kitu kwa sababu ule mtoto alikuwa anaipa lifestyle kwao. Kwa hiyo buba akanipigia simu nikapambania pale muuni nikauza mavitu ya ghetto uweze amini acha. Nikauza mavitu ya ghetto nini kuna baadhi ya vitu nikauza ili nipate hela nikampa mama yake afu kila siku nikawa naamka saa 10 ili niwahi ile nafasi ya asubuhi sababu ikifika saa 1 usiku ingia. Umeelewa wangu? Mani kwa sababu ule nilimkuta ni msichana nikataka kumtengeneza kwa hiyo nikawa namkataza maklabu. Mamake sasa alinichukia wakati hajui mimi ndio nilimfundisha mtoto wake kuishi vizuri kwa sababu mtoto wake nilimkuta yuko na makokobino vimala vile vya chuo unajua makokobino. Nikaanza kumtreat nikaamini nilikuwa namsimama kama babake acha afanye hivi. Sasa wale wenzake wakawa wananichukia kwa sababu haendi club haendi wapi lakini wazazi hawakujua. Hawakujua. Sisi kama unamnyima uhuru wake. Baadaye wakaniletea story plan. Sasa na mimi nikaona hamna noma. Fresh tu yani this is life bro. Kakutana na wanangu tena. Kuna wanangu ambao
kwa sababu baadaye nilipewa taarifa sijui wanataka kwenda, mama yake anataka kwenda polisi sijui nini. Sasa na mimi unajua sisi machizo wa magetoni, sisi tuna mabakapi yetu, sisi tunaona wetu ambao pia wametoka magetoni na wenyewe pia wako huko wetu kwa shirikisha. Wakaniambia tu mteme mtoto maisha aende. Kwani tumeishi magetoni mara ngapi? Amna, nikauliza zangu geto sasa, maisha ya geto kawaida. Kuna saa tunatamani kutoka maisha kwani kuna saa mimi natamani kuwa na mahusiano kabisa. Kwa sababu huko geto sisi tuna mademu. Yaani bro, mimi sijai kuendaga sehemu nikakuta jamii ina mademu wazuri kama machizo wa mageto. Sisi tuna mademu wakali tu. Ila wale mademu hatunaga mahusiano nao. Wale wanakujaga sometimes tunakula nao mapitu nini, wanatubless. Yaani tunabalishana, tunawapa steam, wao wanatupa mili yao. Sisi tunawapa vibe, wao wanatupa mili yao. Lazima getoni bro, ni shangu wewe. Yaani ni maisha ilikuishi. Ni true story. Ilikuumiza kwa namna moja au nyingine? Hilo tukio la huyo hilo limeniumizaga mpaka leo anko. Mpaka leo ninasemaga yani kunionyesha tele appreciate ya kwamba ni atele kujitoa bro. Muona anko, atele shukrani tu hiyo imenipayaga na mimi wanawake wana shukrani brother. Muona? Na hapo wenyewe kuna brother zangu mwenyewe ilibidi niongee naye brother fulani hivi naye pia kidogo. Ndio akampigia paka dingi yake CB pia akaongea naye akamwambia poa hamna noma taachana naye kila kitu kikakaa sawa. Uliwazo nini mwanangu? Ulipata ulipata depression? So nilipata depression, yani nilichanganyikiwa kwa sababu mimi nilikuwa ninataka kutoka magetoni. Unajua sisi tunataka kutoka magetoni bro. Unaelewa? Kwa sababu magetoni sisi wenyewe tunaelewa maisha ya huko. Tunapata pesa lakini hela yote inaishia mageto. Unajua sisi huko magetoni bro tuna mamitaji, maviatu yetu ni mamitaji, manguo yetu ni mamitaji. Yani sisi tunaweza kutuchukulia poa sababu natuona lakini bro ni noma. Very true. Noma. Kwa hiyo tunataka kutoka huku sasa twende kwenye jamii ya watu wa kawaida. Inatuchukua time kwa sababu hatujalelewa na baba zetu wala mama zetu brother. Sahi. Noma sana. Sasa ndio sababu ambayo watu wengi wanasema kwamba ilikufanya kama vile kuona wanawake kitu gani yani ikaonekana kama baadhi ya watu wanatafsiri kwamba yani wewe huoni thamani au mchango wa mwanamke kwenye jamii. Why? Yani unajua kinachosababisha hatuoni michango ya wanawake kwenye jamii? Kwa sababu kwanza tunaanza kusoma vitabu vya kidini. Tunaanza kusoma vitabu vya kidini. Tunakuja kugundua mwanamke kazi yake duniani mwanamke cha kwanza ni kuweka utaratibu wa familia. Kuhakikisha familia yako inakuwa bora. Hadi tuseme malezi kwa Kiswahili fasaha. Mwanamke kazi yake duniani ni malezi. Kwa kupitia mwanaume wake. Sawa. Lakini mwanamke hawezi kumlea mtoto akawa na malezi mazuri kama hamna baba. Unaelewa? Kwa sababu yani hivyo imagine tu mwanangu, tuseme tu kweli. Unajua sisi dini na Uswahili umetufanya kwamba haturuhusi kumchunguza mama au mzazi. Lakini kama wazazi wa sasa hivi ni stupid bro. Umeelewa? Unamkuta kama mama single mama ndio usiseme kwa sababu unakuta single mama mmoja kwa mwaka anatembea na wanaume 6 ili mtoto wake asome au ili mtoto wake ale. Ule mtoto anakuwa na picha gani? Ndio maana sisi tunashiki magetoni. Kwa sababu sisi tulikimbia mambo mengi, hatutaki kuyaona kutoka kwenye familia zetu. Kwa sababu kuna kipindi tunaenda kwa mjomba au kwa shangazi. Shangazi anaishi peke yake tu, shangazi hana mume. Wewe utakaa kwa shangazi hana mume. Kila siku anakuletea mjomba mpya. Mjomba wako steli gani? Unaona sio kweli. Unaona uongo hizi fezea hizi. Ipi ni dhana ya ndoa kwako yani? Now, do you believe kwenye ndoa? Kwenye kuoa? Kwamba mimi nitaoa? Mimi nitaoa. Na Mungu akinijalia hakinipa utajiri wa mali nyingi nitaoa wanawake wengi pia. Kwa sababu dini yako inaruhusu. Mimi ni Maasai. Ndio. Mimi ni Maasai. Nimesoma Ukristo, nimesoma Uislamu. Yaani kukaa ghetto mimi na dini zote. Sababu kuna saa mwanangu nina njaa, alafu mwanangu kaalikwe eti sijui kwenye kanisa fulani, kwa nini nipe njaa? Kula suti tenzetu. Ya. Huyo wewe unatoka Kisumbui. Kwanza ghetto sina ili wala hili. Mwanangu ananiambia oya kuna shape plan iko sehemu. Tunaanga unakula kanzu.
naingia amin, ukinikuta hapo na tasbih yangu ya amin ya amin ya karim ya karim ya ash papi la kuelewa. Tunaenda na mfumo tunaishi kutokana na tulivyoamka. So unaamini bado ndoa ni kitu fresh tu kwako? Ndoa ni jambo la baada ya wewe kujikamilisha. Unajua hakuna watu wanaoenjoy ndoa kama watu waliojikamilisha. Yaani unajua kuna wakati inatakiwa uhitaji ndoa tu. Okay. Ushafanya mambo mengine. Ndio maana mimi naambiaga watu mwanaume atafute maisha na mwanamke, usidanganye. Mwanaume atafute maisha na mwanamke. Mwanamke alazi njaa. Mwanamke asimangwi. Yaani wewe huwezi kumwambia mwanamke apigwi. Leta kilo sijui mbona ndoga. Mwanamke anaangaliwa na kutoa maamuzi ya msingi kwamba unifai ondoka au mimi niondoke au nikaoe mke wa pili au watatu wa nne. Hiyo ndio lifestyle ya mwanamke na mwanaume, sio kumaneno kubonga bonga. Sasa maskini wanaongea sana. Maskini wanaoa, yaani ukioa kwa maskini unaongea sana, umerudi unaambia mchele umeishaje? Sasa ni gani? Ndio basi tunaishi magetoni tu. Kuko tu ni done. Kujikamilisha, ukisema kujikamilisha unakuwa unamaanisha nini? Ushakuwa na vitu vya msingi bro. Kama hata kwenye mahitaji yako tu mwenyewe. Ushaifuta njaa kwenye maisha yako. Ndio inabidi uoe. Yaani kuna vitu vingi bro. Natakuwa mwanamke wako akikutana na mtu kusema kwamba njoo nikulee bia, naambia hiyo bia sio kitu kwa mume wangu. Inapotakiwa. Inabidi. Noma sana Papa Mafido kama kama story ni mengi. Story ni mengi. I hope hata mwanangu ambaye anatazama Ghetto hapa sasa hivi atakuwa na enjoy na anajifunza pia. Kuna dhana moja ambayo ipo sasa hivi kwenye issue ya pesa. Kuna mshikaji wangu mmoja ananiambia kwamba pesa ni spiritual. Yaani kuwa na pesa inaanzia ndani. Alafu kuwa na pesa sasa ni matokeo ya baadaye ya nje. Kuna uhusiano gani kati ya pesa na spirit kwa uelewa wako? Bana, hela kwanza ni tamaa. Chana na hivyo vyote. Huwezi kupata hela kama una tamaa. Huwezi kupata hela kama hauna tamaa. Lazima uwe na tamaa. Ndio, yani hela na tamaa ndio vinaendana. Lazima uwe na matamanio. Unajua tamaa, tunaposema tamaa ni kifupi, matamanio ya wewe kutaka kuwa na pesa au kutaka vitu vinavyohusiana na pesa. Unielewa kitu wangu? Na hela zina system nyingi. Kuna kazi ukifanya hata tukikupa miaka 100 hauwezi kupata hela ya kununua gari. Na hata ukipata hela kununua gari, kuna magari huwezi kununua. Ila sio mageto. Sisi tunaweza tukakaa geto hata miaka 10 tu anko. Sisi tunajoga na wazi. Sisi tuko huru sana. Mimi hapa naweza nikaambua sasa kuna meli naenda Ugiriki huko twende nayo, huyu hapa. Ukabounce. Huyu nikirudi huko na $10,000. Kwa kusema kwamba maskini hana ratiba. Sisi sio maskini, sisi ni wageto. Maskini ana ratiba. Maskini si mtu kuridhika. Maskini ndio maana kwa maskini mpe chakula. Maskini mpe chakula. Ndio maana sisi tunapambana kutoka kwenye umaskini. Kwamba sisi tushakaa kwenye umaskini tukaona hizi hatupaswi. Yaani sio maisha ambayo tuna deserve kuisha. Kwa sababu ni maisha ambayo nataka kufika sehemu ukiongea sana umekula. Kuna kijana. Mungu aende. Sasa ni gani? Sio mchongo. Umesema ushai kumiliki pesa nyingi sana. Kwa the way ambavyo ulikuwa unaona kwamba hii ni hela ndefu, alafu baadaye zikapotea. Hiyo pesa nyingi kwanza ikawa nini? Story behind kwenye hiyo kitu. Unajua mimi nishachimba mawe. Ndio. Nishachimba na mawe Mererani. Nishafanya harakati nyingi. Unajua sisi tuna riski sana. Sisi tuna riski. Unaona, sisi ni watu ambao tunajitoa sana kwenye maisha yetu. Yaani si maisha yetu tunayapambania kuliko serikali inavyopambania nchi. Sababu unajua serikali kuna saa inaweka budget ya trilioni 200 alafu baada ya miezi 6 usikii tena. Lakini sisi maisha yetu tukiaeka bro ni hivyo moja kwa moja. Hata ifike miaka 100. Sisi kwa tuna deal sana na maisha yetu. Sawa. Japo kwa watu hawaamini kwamba sisi tutakuja kuwa wanoma.
Lakini sisi ni wanoma. Sahihi. Ndio maana sisi tunakuambia enjoy today, life is tomorrow. Yaani leo inabidi tufurahi. Yaani sisi leo ndio maana sisi hatujutiagi sana. Vitu vingi hatuvijutii sababu tunaona huu ni kulimbikiza ujinga. Kwenye kujutia. Kwa sababu unajutia nini? Wewe unatakiwa uende mambo mazuri hapo mbele kwa mbele. Kwa mbele, usikate tamaa, mchele ongeza misele. Na alimba hivyo akaenda mbele. Ikogo mbele kwa mbele. Kwa lifestyle. Naomba pesa asikudanganye eti mtu pesa ni kutafuta. Sisi tunatafuta sana hela. Mimi nitafutaga hela kwenye simenti nikajikuta na koa damu. Unaongea nini yanko? Watu wanaiba bro, wanakufa. Watu wanaiba wanakufa brother. Yaani wewe swala kutafuta hela ni wewe unataka hela ya nini duniani? Ndio maana serikali na 2,000 na 3,000 na 5,000 na 10,000 na 20,000. Serikali hela kubwa Tanzania ni 10,000. Swala la wewe kukusanya 10,000 kwa nyingi ni kierere chako. Wewe kukusanya kupata laki sawa, milioni 10 sawa. Hiyo ni wewe una matumizi nayo. Si hatuna matumizi na hizo milioni 10. Sisi bado tuko kwenye sherehe. Tuna believe. Bana hiyo nimeipenda yani kwamba wewe mambo kuwa tajiri ni kierere chako brother. Kwamba kierere chako ndio kinataka uwe tajiri, utazikusanya, utajinyima, utafanya nini sawa. Ndio maana tunatofautiana brother. Sisi tuna mwanetu mmoja jana kaja ghetto, mwanangu amenoga gari milioni 300. Alafu anakaa nyumba 200,000. Wewe unahisi kwa nini? Amenoga gari milioni 300 na kalipa ushuru kila kitu nini? Thamani yake hiyo gari milioni 300 hapo. Milioni 300. Anakaa nyumba 200,000. Do. Wewe unahisi ni nini hiyo? Hiyo kwa kweli hiyo ni tamaa. Sio tamaa. Huyo kashakaa mageto anachora hiyo gari kwenye ukuta brother, kishafuta mabangi yake. Anachora gari kwenye ukuta. Bei gari siku moja nitaimiliki. Juzi ndo anakuja wanaambiwa wanetu. Tukapanda kwenye gari kwa tukapiga zetu misele. Unajua brother, sisi tuna watu ambao sisi wakiwa na toa sasa hivi wale watu wanaotunaga sisi ni wajinga. Unajua sisi tumeshakumkuta mtu ambaye tumeshakumpa hifadhi ghetto miaka 2 yuko na washikaji zake ambao amejua na miezi 3 afu wale washikaji wanambia tibiaji na hao hauni hawa. Yaani wao wanamjua kwa ile age aliyokuwa nao, lakini hawamjui kipindi sisi ndo kana naye ghetto ilikuwa vipi. Sasa kama mwanetu wewe wa Dodoma ile ni familia yetu. Kuna muda yeye inabidi anamwambia hata dereva wake asikiliza kachukua jamaa dereva wake akija atukutoa tumesimama tuangalia vipi nyendo na wewe wachukue huyu mtu umejuana naye wapi seli gani? Sisi tunaambia huyo unamjua wewe kwa kupitia magari na taasisi ya kiserikali. Sisi ni mwanetu, tumeishi naye magetoni huku. Sasa hivi ametoka magetoni ndio hivi unapomuona brother. Anachoka, amechoka mafuta wapi, amekuja kutuchukua sisi washikaji ambao sasa mkichukua tabajaji kwambia wewe ndio unasema yeye thamani yake. Anataka na sisi pia. Huyo mtu ameshakutupeleka mahali bro. Akatuambia ameshakutupeleka kwenye supermarket. Akatuambia na milioni 10. Tulikuwa tuko 5 na milioni 10. Nataka kila mtu afanye anachokitaka hapo cha shilingi milioni hizo, milioni 2. Yaani yule furaha yake ni kutuonaga sisi tunakuwa happy. Kwa sababu anajua haiwezi kutufanya sisi tutoke magetoni zaidi ya kutuwezesha. Kwa hiyo yeye ndo sijui anafikiria nini, kwa sababu mwanetu bado sana kwa sababu sisi watu wa magetoni tuna akili. Tunampa kama miaka 3-4 kwanza ajeke na yeye sawa, alafu ndo aturudie. Sisi hatunaga tamaa kama tulikwambia. Ila tu kwenye manje tukiwaga na shida za manje kuliko tuende sehemu tukasimangwe na mtu wakati tuna mwanetu mmoja yuko zake hapo ase. Shipapoa dingide fanya hivyo. Chap mwendo angiri liamsa. Ni sawa kwa vijana yani ku brag kuhusu mafanikio. Mafanikio ni nini kwa vijana? Unajua, hebu tuanzie hapo wewe unapoongelea vijana mafanikio, kijana afanikiwaje brother? Kijana afanikiwe? Kijana na mwanamke wafanikiwaje? Yaani mwanamke na kijana ni watu ambao duniani hawafanikiwi, wanajikamilisha kwenye mahitaji yao tu personal. Kijana afanikiwi, kijana anafanikiwaje? Ushe kumwona kijana anategemewa. Ushe kumwona kijana anategemewa. Kijana afanikiwi, anayefanikiwa ni anaanza mtu anayefanikiwa ni mwanaume, ni gentleman ambaye ni miaka 45 kuendelea huko. Ndio maana anafanikiwa. Na mafanikio ni wewe kujikamilisha na kutegemewa na watu wengine.
Ndio maana ya mafanikio. Ndio maana ya mafanikio. Na watu wengine sio watu wanaokujua wewe. Unaweza kukutana tu na Papa Mafido nini, kama sasa hivi unamwona Papa Mafido amekaa hivi nini. Huyu Papa Mafido nikimpa milioni 20 anaweza kununua makamera manini akafanya mabroadcast kama haya, akafanya na chochote wa Mafido ishi humu. Ila cha ajabu sasa sisi tunasaidiwa na watu wenye moyo, sio watu waliofanikiwa, sababu sio kila mtu aliyofanikiwa utamwomba kitu wewe, yeye atafanya kwa vile anavyoweza yeye. Lakini mafanikio ni kujikamilisha na kutegemewa na watu wengine. Watu wanao brag, kwa mfano like mtu anakuja na cruise anakuambia vijana tafuteni sana hela. Tafuteni sana hela. Nawaambia. Sasa anko mafanikio hayatafutwi kwa mganga. Lakini pesa inatafutwa kwa mganga. Gari inatafutwa kwa mganga. Ndio maana watu huwezi kwenda kwa mganga ukategemewa. Lakini unaweza kwenda kwa mganga ukapata pesa zinazokutosheleza wewe na familia yako. Ndio yale una pesa nyingi, unalalaga chini. Una amani. Una pesa nyingi, unaishi na mashoga. Una pesa nyingi, labda wenyewe wanakukata, unakatwa. Yaani una marichirinji. Mambo sio wenyewe. Bora hata sisi tuko zetu Magetoni na kuloga wetu wa dagaa, tuna noma. Lakini sio kusema kwamba eti wewe unajitamba na wakati kuna siri kubwa ambayo vijana tafuta hela. Wewe unajua ulipozitoa hizo hela, hivi nyamaza, unajua. Tu story unaijua wewe mwenyewe bwana, umefanyaje ukapata hizo hela? Hujatafuta. Hadi mtu ana miaka 30, miaka 25 eti anakuambia tafuteni hela, style gani? Sio kweli. Sio kweli. Na hata kama umepata, tunajua kabisa sio njia sahihi. Hujapata kwenye kuna kailigo. Sasa hiyo iligo kama mbona watangazie iligo? Mbona unaishia kwenye pesa? Mbona waambii watu jamani, fanyeni hivi? Process yani iliyoleta matokeo. Jamani. Ndio Kwa sababu kuna watu unaweza ukamwona mtu ana hela, kumbe labda ndugu yake anafanya kazi sehemu anaiba hela anampa. Kuna mtu unaweza kumwona na hela kumbe na mganga anafanya mambo yao anampa. Unaweza kumwona mtu ana hela kumbe analala na mamake ili apate pesa. Sasa unakuja kuniambia mimi mtu wa Magetoni nishindane na mtu analala na mamake? Sio kweli. Hiyo is quite true story bro. Yes, bana, unajua bana, vijana acheni uvivu sana. Tafuteni kijana mvivu. Kijana hajaye kuwa mvivu brother. Kijana ni mtu anayejihangaisha na mwili wake tu na matumizi yake binafsi kwa wakati huo. Unamhitaji mtu huyo mvivu anko? Kijana sasa hivi anawaza wale ashibe, avae, apendeze nini, maisha yake aende, asubirie utu uzima. Ndio maana kijana kuna sana kuaga mjinga alafu kuna sana anaenda na kuwa strong na yani kijana ni mtu ambaye natakuwa na ndio maana mimi naelimishaga vijana na najaribu kuwatoa kwenye vitu ambavyo sio vya muhimu. Unaelewa, nawafundisha msipende kulelewa kuishi na mashangazi, achaneni nayo. Na hiyo ndio kitu of course, na hiyo ndio ilikuwa hata pia nikuulize kwamba kwenye kulala na mishangazi especially kwa vijana, ndio kulala na mishangazi ina athari zozote kwenye ulimwengu wako yani na maisha yako kwa ujumla, au just simple it's just life to man? Sasa mshangazi sana ku bless bana. Sasa unajua anko, sisi watu wa Magetoni, sisi unajua sisi tuko kwenye nipe nikupe. Sisi kuna wanawake tunalalaga nao sababu tuna njaa tu. Yaani siku na mwanamke hana hata hela kunipa mimi, lakini nyumbani kwake ana chakula. Uko wapi? Uko geto, ngoja kuleta chakula. Nakuja nakula chakula na mla na mpishi. Hiyo Magetoni kawaida. Siku na madem hawana cha kutupa zaidi ya miili yao. Na wametuzidi age. Kwa hiyo kitu hatupendi jamii ishi hivyo, tunajua matokeo yake. Namna unakuta dem mtu anakupaga tu chakula tu, anataka kuendeshe. Uko wapi? Sasa unafikiria hivi kweli mimi nakaa Mageto nimepoa liko tu na ude mwanza kuniuliza niko wapi? Je, kijana ambaye ana akili timamu si ndo ndoto zake zinakufa? Kwa hiyo effect zake ni nyingi kwa sababu mwanamke akishaweza, unajua akishaweza kukuweka kwenye mikono yake tayari anakufelisha. Anakuendesha. Uko wapi? Kuna nani? Unafanya nini? Usivae hivi, fanya hivi. Alafu mwanamke hajawahi kuwa na knowledge ya kukufanya wewe uwe na income. Mwanamke ana knowledge ya kukutengeneza wewe kama mtoto ukae sawa.
Ndio maana wanawake hawategemewi, wanategemewa na familia zao. Kuna ubaya gani kwa mwanamke kukuzidi kipato? Kuna ubaya gani mwanamke kukuzidi kipato? Mwanamke akikuzidi kipato kuna ubaya kwa sababu hatakuendesha. Hatakuendesha. Na akikuendesha huwezi kufanikiwa. Mfano mimi kuna wasanii unawaona light wangekuaga na wale wanawake ambao walikuaga nao wasingeendelea kwa sababu wangeendeshwa. Kwa hiyo tunaona kuna wasanii kibao tunaona wanaendeshwa kwa sababu wako na wanawake wale wazidi kipato. Kwa sababu mwanamke akishakuzidi energy yote wewe tayari uongo. Na energy kwako unaitafsiri vipi? Ni nguvu. Energy ni nguvu bro. Ushakutana na mtu anakuambia bana basi tunaona kama yani energy zetu hazijamesha. Unajua anko sisi unajua iko hivi. Kumwoa mwanamke mwenye umri mkubwa haipaswi wala hairuhusiwi wala itakiwi. Sisi huko magetoni kuna baadhi ya madem madada wala madada kwa sababu unajua sisi ni furaha ya watu wengi sana. Watu wa magetoni ni furaha ya watu wengi sana bro. Yaani kuna mtu unakuta yuko zake na depression huko anakuja nini akija kwetu tu tupiga naye story nini mamuziki manini. Sio watu sisi tuna happy, sisi tunaishi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Ndio watu pekee yake ambao natukutaga tukogo hambo brother. Kwa kuna watu wanakujaga kwetu kupata furaha. Sahihi. Kwa hiyo wakijaga huko kama mimi kuna demu na mtoto na mimi lakini naambia sasa tutafanyaje wewe huyo mlee wewe. Mimi bado wewe niache kwanza mimi niko kwenye malengo yangu. Kwenye mitikasi kwanza. Kwenye mitikasi ya kujitafuta. Hamna, unataka usimame kama baba. Sikiliza. Hamnaga baba anayekaa ghetto. Hamnaga baba anayekaa ghetto. Imetokea kama ajali. Yaani ni kwamba tungevaa kondomu mtoto angekuwa kwenye mfuko sasa hivi. Kwa hiyo kama ndio hivyo ameblessiwa anakuja duniani we angalia taratibu nyingine za kuishi naye. Bana. Hiyo normal hiyo. Kwa sababu wanawake wanaingiaga kwenye maisha ya wanaume bila kujua huyu ni mwanaume wa design gani. Mimi lazima unijue kwamba mimi najitafuta. Kwa hiyo chochote kitachotokea nikiwa mimi na wewe inabidi ujue kwamba kwa asilimia nyingi lazima mimi na wewe tushirikiane au wewe uangalie namna ya kufanya. Kwa sababu unakuta sasa demu mwenyewe ni mkubwa, ni mdada, sasa mimi nitakushauri nini? Nishauri mwenyewe sasa jiongeze chapu mwendo wa ngiri. Mimi kuna demu mmoja aliniambia nipe na ngatoe mimba. Nikiangalia mimi mwenyewe naweza konyagi ya 10 yenyewe sina. Hapo naambia nikupe 50 ukatoe mimba unisikia wapi? Mwenye mimba mwenyewe anatudai. Hatujamlipa kodi, umeme wenyewe tunadaiwa miezi miwili. Alafu unataka hela kutoa mimba style gani? Inatokea si atuwage watoto wewe mzae. Tutamlea. So hata ukishamleta mtoto duniani ataishi tu. Kuna mtoto wa watoto yatima, kuna ndugu zako, kuna ndugu zangu. Atakuwa atadili nao. Watu watadili nao bro. Safi. Kijana ili aweze kutoka kwenye ndio tunamalizia. Kijana ili aweze kutoka kwenye depression kwa sababu sasa hivi vijana wengi sana wapo kwenye masuala ya msongo wa mawazo. Kwanza nini ambacho kinawasababisha vijana wengi kwa mtazamo wako kujikuta wakiwa katika depression na namna gani ambavyo wanaweza kutoka kwenye hiyo situation? Cha kwanza kinachowafanya vijana wanakuwa na depression, cha kwanza wanajipa majukumu ambayo sio ya kwao. Kuoa mapema, umeelewa? Kujiingiza kwenye vitu ambavyo matamanio, unakuta mtu anatamani kuwa na gari, ana miaka 22, 23 anatamani kuwa na gari. Umeelewa wangu? Anatamani kuwa na maisha saa hiyo bila kujua maisha ni process, ni misingi, kuna namna lazima ujiweke. Umeelewa wangu? Umeona? Sasa wao wanatamani maisha mazuri kwa haraka. Alafu wao wanatamani kupata kila kitu bila kujua maisha ni investment bro. Usidanganywe na mtu. Maisha lazima investment, akili, fikra, hela, chochote, mwili. Yaani kuna saa inabidi ujitunze ili uje kuishi maisha mazuri baadaye. Umeelewa kitu wangu? Kwa hiyo unapotamani maisha kwa haraka kwamba maisha mazuri natakuwa. Wanatamani afu unaona maisha ni marahisi brother. Umeona hicho kiatu chako mwanangu kinauzwa 100,000 na laki moja, lakini kuna kijana anatamani akinunue. Kweli.
Bila kujua wewe mwenyewe unacho, unaweza kukuta ni hicho kimoja ndio unacho. Kabisa. Umeona? Lakini yeye unakuta anatamani kwa sio, ndio maana hata sasa hivi unaona vijana wanalawitiwa sana kwa kupewa vitu vidogo vidogo. Unajua sasa hivi vijana imeongezeka, sasa hivi mashoga sio kama zamani. Zamani walikuwa kuna ile wanasema sijui alizaliwa na hormones za kike, sasa hivi ni watu strange kabisa. Unamkuta kafika sehemu kuonesha matamanio yake, anaambiwa sasa sikiza, tunakukaza tunakupa gari. Tunakukaza unakaa kwenye apartment. Unaona? Tunakukaza tunakupa iPhone 17. Sisi watu mageto tunajua kwa sababu sisi jomba. Sisi wanakujaga mageto, wanatuna sisi tuko strong sababu watu mageto. Wao unashangaga. Hivi mnawezaje kula ugali kilo moja watu 10 na mna enjoy? Tuambia sisi ndio maisha yetu, hii ndio inatupa energy. Sasa wao wanafuata watoto wao kwa ambao hawaelewi huko sisi tumeshaona tunaishi mtaani, tunaona mambo ni mengi. Ndio maana sasa hivi tofauti na zamani. Zamani shoga ilikuwa kuna namna sije nakaa na watoto wa kike. Sasa hivi unakuta mtu stranger kabisa ananyoa majimu nini, lakini shoga sababu ya tamaa tu alishindwa kukaza. Vijana sasa hivi hawakazi brother, hawakazi. Ndio maana wanatuchukia sisi tunaokaza, wanatuona kama vile ni mavichaa, lakini sisi tunakaza. Mimi duniani nalinda vitu vyangu hivyo viwili, uhai wangu na matako yangu. Kinyeo hicho kinaitwa. Sasa mwanangu, vitu ambavyo leo ghetto leo ghetto kweli nimepata ghetto boy mwenyewe. Nimekuelewa. So how tunatokaje kwenye situations kama hizo? Sasa inabidi vijana sema sasa ndio hivyo. Sasa jamii haiwafundishi vijana kuwa na subra. Unajua sasa hivi subra haitumiki kwa vijana, inatumika kwa watu wazima. Subra ni ile kwamba subra lazima ujijenge. Umemaliza chuo, jipe hata miaka 5 ya kuzoea maisha ya kawaida, jipe hata miaka 10 bro. So ni namna ambavyo, namna pekee ya kuweza kutoka kwenye situation kama hizo ni pamoja na subra. Hiyo ni ya kwanza ambayo. Ya pili, usikimbilie vitu ambavyo havihitajiki kwa wakati huo. Wewe unamaliza chuo unataka uishi na mwanamke. Wewe muulize mameni book bang hapa, sisi hatuishiki na wanawake. Na tumeishi zaidi yako. Wewe unataka uje tu uizoe starehe, watakukata. Ya tatu, umeelewa? Nimekusoma. Ya tatu, achana na wanawake. Wanawake ni watu ambao wanafelisha. Yaani wanawake mwanangu ndio chanzo kikubwa cha vijana kutokufanikiwa. Sababu ile energy wanaotia kwa wanawake ni kubwa kuliko kwenye maisha yao. Mimi Papa Mafido sasa hivi niko kwenye kujijenga. Mimi sasa hivi inabidi nipate mtoto mmoja mdogo nimtengeneze awe mke wangu, sababu nishaelewa dunia inavyotaka. Kama dunia inataka nini? Vitu kwamba mimi sishakuwa mlimwengu najua. Kwa hiyo najua namna ya kuparangana na hao mavitu. Wewe ujui utajinyonga, utajua. Alafu yule nyingine muombe Mwenyezi Mungu sana, kuwa na amani ya moyo, heshimu kila mtu unayokutana naye, usimdharau mtu kwa kumuona. Ujue mtu anaweza kusaidia wapi, ujue mtu anaweza akakukosti nini. Unaweza kumdharau mtu kwa kumuona, ukamchukulia mtu ni easy, lakini mtu sio easy. Hicho kitu nawaambiaga sana watu, kwa sababu hata mimi nakutanaga nacho sana. Mtu anaweza akakuchukulia poa tu kwa kukuona tu, ule muuni tu. Hapana. Hata sisi tuna watu wetu wa msingi, tuna watu wetu wa muhimu. Hata sisi tuna watu ambao ni wanoma kuliko babako na mama yako. Hata sisi tuna watu wanaweza kutupambania brother. Sisi tuna watu wetu bro. Sahihi. Na hizo ndizo principles zako za maisha. Principles zako za maisha ni zipi? Mimi Papa Mafido, principles zangu za maisha, cha kwanza ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Yaani namba 1 ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Anipe maisha marefu. Umeelewa hicho kitu? Yaani cha kwanza hicho ni kumwomba Mwenyezi Mungu uzima. Japo kwa siwezi kupewa uzima wa milele sababu ni mara ya pili narudi duniani. Kwa hiyo nishaishi. Umeelewa wako? Cha pili, napenda upendo. Love. Yaani mimi ni mtu wa love sana bro. Ndio maana mimi tukua na KMS, hata kama jambo ni kubwa sisi tunaweza kuungana tukafanya kwa wadogo. Umeelewa? Mimi sinaga dharau na mtu. Nasipendi mtu anidharau. Sababu ukinidharau ina maana unajiingiza kwenye matatizo. Ukinidharau mtu ambaye hapendi dharau ina maana wewe una matatizo. Sahihi. Sababu huwezi kushindana naye. Huwezi kushindana na mtu ambaye hapendi hicho kitu. Kwa sababu yeye anajua namna ya kufanya nini? Ya kukihenda. Umeelewa? Cha tatu, mimi katika maisha yangu napenda mtu ambaye ana malengo makubwa. Mimi na malengo makubwa bro.
japo kwa kuna watu wanatukatisha tamaa kwa kutuona waudi bado tuko magetoni. Mageto tunaweza tukakaa muda mrefu, lakini tukatumia siku moja kujenga gorofa. Siku moja naweza nikaamka ukashangaa Papa Mafido kanunua gorofa Kariakoo big time. Au hapo sasa wewe utachanganyikiwa, utataka kujua ila ametoa wapi, amefanya nini. Lakini wewe ukumbuke kwamba tumekaa mageto miaka 20, tulikuwa tunajisave, tulikuwa tunafanya vitu, tulikuwa tunajitengeneza kesho. Nipe kisanga chako kimoja ambacho nakikumbuka cha magetoni wakati tuna sign up. Mageto bana, sio magetoni bana, katika kitu ambacho mimi nakikumbuka magetoni ambacho siwezi. Kwanza magetoni kuna mbanga nyingi. Mbanga moja hapa ya magetoni ambao utoisahau, yani unasema da sitaisahau. Ishawahi kutaka kunileta kama ile Useni Machozi Kafia Geto kumbe kazimia. Mwanangu mmoja akaja mlevi akambia huyo hajafa, huyo amezimia. Ilikuwaje? Yani unajua ni demo, yani alikuja kumbe ana ile sijui hasma sijui kwikwi. Sasa unajua sisi nawaambia hata wanawake, kama umpendi mwanaume usile kitu chake. Umeelewa? Sasa demu mimi mwanangu huwezi amini, kila siku nilikuwa nampaga viela. Umeelewa anko? Sikio kaja geto, sasa kufika geto mara anaanza kuniektia. Mara sijui tumbo la vuruga, sijui tumbo la bridi la fanya nini. Sasa ule demu akahisi labda kwa sababu yuko kwangu siwezi kumuelewa. Umeelewa anko? Akapandisha ni kama ile sijui ni mashetani, sijui ni nini. Nikashangaa kashika chupa anataka kunipiga. Si nikamsukuma, kumsukuma sasa bahati nzuri akaangukia kitandani. Hapo akakata. Bana. Ikabidi nikampigia wenge lile kwanza. Nikampigia mwanangu mmoja, mwanangu akaja. Huyo mwanangu kwanza akaja kalewa, kwanza akaniambia tumfikie chini ya kitanda. Hebu tumfikie chini ya kitanda kwanza udem kwanza. Nikamwambia kuna cement hapa anko. Paka tukaanza kuchimba leo. Tunafanyaje? Akaniambia huyu amedanja, Nikamwambia sana hapo joto. Hiyo ndo mara ya kwanza kugundua kwamba kumbe mwili wangu unatoaga maji. Mimi sije kushuhudia ngozi yangu inatoa maji zaidi ya jasho ambalo unaona kwa sababu kuna sababu. Sikiwa niliona mwili kabisa tani. Vinyeleo vimesimama hivi. Bana. Umeelewa anko? Na mademu wao wanatuambia mkija magetoni mwe mnatuambia mnaumwa tujue. Magetoni akatokea seta mwana ya Edex bro. Ndio tukamwita mwanetu mwingine. Kumwita yule mwanetu mwingine sasa ndio ile kumshikashika akatambia udemu hajafa bana. Udemu. Kuingia kwenye pochi ya demu ndo akakuta kile kidude cha hivi kile cha. Akasema huyu hajafa, huyu ataamka. Demu alikaa pale masaa 4. Bana kuamka. Hapo anaamka sasa. Yaani na njaro zote zile anataka alale tena kwangu. Nataka kuondoka ni tuishi. Wanangu ule mwanangu akaniambia mna noma, nikaenda kanunua mboga zangu za majani na dagaa na nini, mama kapika tukaishi kiashpata. Maisha yakaendelea. Akanishukuru kabisa, akaniambia da sio umenisaidia sana kwa sababu anakuambia mimi naangukaga barabarani kwa najikuta hospitali. Bana. Kaishi. Bana, respect sana mademu ambao pia sisi tunawa respect wale mademu ambao mnakujaga mageto mnatutunuku, tunawa respect sana hao, tuwape shout out kwao wale mademu ambao mnatuoneaga mnatutunuku, kwani hao lazima tuwape shout out. Na wale washikaji zetu ambao mnakujaga geto kututembelea, mnatuachia chochote kitu jambo kwa sababu maisha yaende. Sisi sio maombaomba, ila wanetu bana, burudani zetu, furaha zetu mtuona, hata sisi tuna vitu, umeelewa? Sahihi. Sisi wanetu wanatujua tuwaombagi, sisi ni tunataka. Wewe ulikaa geto, ulilala geto, wewe jiulize, alilala geto shuka miezi 6 hajai kufua. Na alikuwa analala safi, ajui hata nani anafua. Kila demu anakuja geto lazima afue mashuka. Hiyo ni desturi. Je, zile pisa ambazo nakwambia wewe mimi usiende kwa mwanaume alafu ukienda kwa mwanaume yani ukajifanya kama ndo mke wake, unamfulia, unampikia, unafanya nini? Kodi zao sasa. Hizo ndo zile demu ambazo zinatupigiaga simu usiku huko, zimeshakunywa pombe za watu huko. Uko wapi? Chukua naambia wewe usijifanya sijui nini. Ndio yani hao ndo washauri bwana. Naambia usituzoe. Unajua sisi unajua magetoni tunaishi marafiki zetu kabisa wale deep mademu. Ni malaya. Malaya huwa ni marafiki zetu sana, na ndio maana sisi tunawashaurigi mademu wa kawaida wasiwe malaya, kwa sababu malaya ni marafiki zetu sana. Unajua malaya wanapenda sana kuishi na sisi. Na ndio maana hata pia kuna saa tunawashauri watu, jamani, ukiishi magetoni
kuwa makini, unaweza ukapata ukimwi, kwa sababu ukimwi magetoni ni kama malaria. Yani usipokupata umshukuru Mungu. Kwa sababu malaya ndo marafiki zetu wakubwa. Malaya Noma sana bana, mastori yamekuwa ni mengi sana leo magetoni. Tumepiga story nyingi sana kama najua utakuwa umejifunza, lakini pia utakuwa umeenjoy story ambazo tumezipiga getoni. Shout out to everybody ambao ametazama Ghetto Podcast today. Au sio bana, unaweza kaendelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Msanuaji hapo UpTZ, cheki pale alafu uendelee kuenjoy. Shout out to my crew behind the cameras. Shout out kwa mwanangu wewe anaitwa Mjusi. Mjusi. Sema mwanangu wewe endelee kuwa Mjusi, lakini usiwe Mjusi kafiri. Wewe mwanangu huyu anaitwa Frederick. Frederick. Gen Z kabisa. Gen Z. Stupid boy, yani stupid boy. Kwa nini Gen Z unasema ni stupid boy? Ma stupid. Why? Mbona kama Gen Z wanataja kwamba ndio moja kati ya kizazi ambacho ni smart kwa sababu kina hoji. Sasa watu wanasema subiri basi haribu career yako kwa sasa kuwatetea wajinga. Watu wanasema hivi, ngoja nikuulize swali. Hebu niambie Gen Z ana smart gani? Okay, wanasema kwamba kwanza mojawapo ni move, yani move ya kuondoa ile mentality ya kwamba asubuhi labda lazima utoke uende kazini. Kwa sababu wao wamekutana na new technology, wanaweza kaitumia teknolojia kwa ajili ya kuweza kuingizia kipato. Hiyo ni fact ambazo zinatolewa na baadhi ya watu. Ni taaluma. Nisikilize. Sawa. Hiyo ni taaluma. Umeona? Hicho ni kipaji. Umeelewa? Kipaji na uelewa wa mtu ni vitu vili tofauti. Kuna kipofu ni mchoraji ila haoni, hafanyi chochote ila ni mchoraji. Bro, akili inaendana na wewe namna ya lifestyle. Ndio maana sisi watu wa ghetto tuna akili nyingi, lakini watu watuoni kutokana na lifestyle letu sisi sometimes alieleweki. Sawa, turudi hapo. Why unasema Gen Z ni moja kati ya kizazi ambacho unaona kama umekiita ni stupid? Why? Kwa sababu akili zao ziko resi. Hawaelewi, hawajali. Wewe mtu ana miaka 20 na date na mtu ana miaka 35. Uogope. Sawa. Unakuta msichana huyu hapa yuko sekondari, yuko na wababa. Yaani Gen Z vitu vyao vya ovyo. Hata club. Wewe angalia club ukiendaga na watu alika lako na Gen Z club unavyoona ni vitu vile tofauti bro. Gen Z ananuka kwa hapa club, wewe unaweza kwenda club kanuka kwa hapa. Wewe unaweza kwenda club kacheza paka ukanuka kwa hapa. Gen Z haeleweki bro. Ana muda yani. Yaani wamekaakaga ovyo ovyo afu haeleweki. Afu so smart kabisa. Unaweza kukuta sehemu wameoga wameng'aa. Wakianza kulewa ndio unakuja kujua kumbe ni vitoto, kumbe ni vingedere vinarukaruka. Yaani kuna namna fulani yani vinyenzo waelewi kabisa. Sio watu smart. Bana ukamwaminia sababu ana hela, akilewa na tabia za kike. Yaani Gen Z unaweza kumwaminia mwanangu kukutana na tajiri Gen Z labda. Ana mchuzi labda na gari nini. Pipi yangu shwari, twende mahali, akilewa. Unakuja kugundua kumbe niko na mtoto club. Sio boss, sio tajiri. Kwa sababu ya tabia zake. Tabia zao za stupid sana bro. Siwakubali sababu tabia zao, na ndio maana mimi nawapaga muda tu watoke kwenye ujenzi waende kwenye utu uzima. Itawasaidia. Sasa hapo inabidi umpe muda, ni miaka 5 10 bro. Ili abadilike. Bana, shout out to Gen Z. Gen Z bana, mmekutana na mlimwengu leo amewakanya. Tukuzwa na baba zenu, mkija huku sisi tunawafundisha, si ndio tunawafundisha hivi sasa. Huko hamnaga kesi ndogo, kila kesi ni kubwa. Sisi sio mambo ya Yesu eti ukipigwa huku weke huku, ukipigwa huku naona mpiga moja. Sisi tuna mambo ya Yesu. Sisi tuko true story. Papa Mafido. Bana, asante kwa kuitazama Ghetto Podcast man. We love you. Peace. Ghetto hapo tumemaliza.